Tulikuwa tumechoka sana, tulikuwa tumeweza kunyanduana kule kweli. Meli alikuwa yuko hoi bin tabani, mimi mwenyewe nilikuwa niko hoi bin tabani. Ukizingatia uchovu wa minyanduo, lakini pia ukizingatia kwamba hata chakula tulikuwa tujala, lakini pia tulikuwa tumeweza kunywa pombe kali kweli kweli, basi tulikuwa tumechoka sana. Hii ilikuwa ni asubuhi, kila mtu alikuwa ameweza kulala shakala bagala. Kila mtu alilala namna ambavyo yeye alihisi kwamba akilala basi anaweza kaenjoy kwenye usingizi wake. Asubuhi na mapema, kwa sababu nilikuwa na njaa kali sana ambayo ilikuwa inasumbua ubongo wangu, inasumbua mpaka tumbo, nikajikuta mimi ndo wa kwanza kuamka. Lakini sikuamka. Kumbuka hapa kwa Meli kwenye huu mjengo mkali, pembeni kulikuwa kuna sofa ambalo lilikuwa ni la bei ghali sana. Sofa hili lilikuwa ni la kama milioni hata inaweza kufika. Ni sofa moja, lakini lilikuwa zuri kweli kweli. Basi mimi nilikuwa nimeweza kulala mwanzoni. Mary alikuwa ameweza kulala kule mwishoni ukutani. Mimi asubuhi hii nikafumbua macho niweze kutazama. Nilipoweza kutazama kwenye lile sofa, niliweza kumuona kuna jamaa fulani alikuwa ameweza kukaa pale, akiwa na bastola na ibusu, lakini akiwa anavuta sigara. Alikuwa ni mshikaji ambaye amejichola matatu, ana maeleni, ana mavipini kwenye pua. Huyu mshikaji kama ungemtazama vizuri, basi ungeweza kuhisi kwamba huyu mshikaji ni Black America. Kiukweli nikachanganikiwa na kupagawa, nikalewa kweli kweli. Jamaa alikuwa design kwamba hajaweza kuniona kabisa, kwamba mimi nilikuwa kidogo nimeweza kufumbua macho na kumtazama yeye. Nilistuka sana baada ya kuweza kukutana na kitu kama hichi. Kidume ikabidi niweze kufumba macho tena, lakini ndani ya kichwa changu, kwenye ubongo wangu, nikajiuliza maswali. Mary aliniambia kwamba hana mume, tumezagamwana vya kutosha sana, lakini kwa sasa namuona mshikaji, namuona jamaa akiwa ameweza kukaa pale kwenye sofa. Sasa huyu ni nani? Anafuata nini? Na kwa nini yuko pale? Uoga na mashaka vikaanza kuniingia ndani ya moyo wangu. Nikaanza kutetemeka, nilikuwa nimeweza kulala pale. Sikuelewa kwamba ningeweza kufanya kitu gani kwa time kama hii, maana huyu mshikaji anaonekana kabisa huyu ni mla ndogo. Yaani kama kikukuta na mke wake, basi kitu ambacho atakachofurahia ni kula ndogo. Sasa nikawa na wasiwasi kwamba hii siku ya leo nisije kuwa nimeweza kuponza. Mary wakati huo alikuwa kalala usingizi wa pono, alikuwa anakoroma tu, yaani kama gari bovu ambalo linashuka kwenye mlima. Nawaza, je, nimwamshe Mary? Lakini nashindwa. Je, niamke mimi? Je, huyu jamaa itakuwaje? Ilikuwa nikitetemeka sana. Simulizi yetu inaitwa Jimama la Mtaa wa Pili, yaani sitoweza kulisahau kabisa Jimama la Mtaa wa Pili. Leo tupo katika sehemu ya pili. Kwa sehemu ya kwanza simulizi yetu hii nzuri iliweza kuishia hapo. Sasa leo sehemu ya pili, kitu gani ambacho kinachoendelea? Basi ungana nami. Kumbuka katika sehemu ya kwanza nilikuuliza penzi msikilizaji kwamba je, ungekuwa wewe ungefanya nini? Yaani umemzagamua manzi, alafu mwisho wa siku manzi kakutumia nauli, kakupa na pesa nyingi kweli kweli. Kumbuka Meli alishanipa zaidi ya $500, ushanielewa, kwa ajili ya kumzagamua tu. Na kumbuka kwamba mimi maisha yangu kwa sasa nimeamua kujikita kwenye mambo ya Facebook, kwa maana huko ndipo ambako najiokotea majimama mpaka nachoka, na Instagram pia. Kwa maana baada ya kuweza kugundua kwamba maisha yamekuwa magumu sana, nilichokifanya niliamua kuweza kujihusisha na mambo ya mitandao ili kwamba niweze kupiga doo, yani niweze kupiga mane. Sasa katika kufungua maprofaili yangu niliweza kuweka picha za mshikaji mmoja ambaye alikuwa na mshedede wa hatari kweli kweli. Jambo hili nilipoweza kulifanya, niliandika pale kwamba nanyandua majimama, nanyandua mtu yoyote ambayo anahitaji kuweza kufikishwa kileleni. Mimi nilichukulia kama masiala, lakini baada ya hapo niliweza kuona watu wakimiminika DM, hasa madem wakihitaji kunyanduliwa, wakihitaji kuweza kutafunwa chumvini, wakihitaji kuweza kufikishwa kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Asa katika moja ya bahati ambayo alikuwa ameweza kuipata Mary ni kwamba yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuweza kukutana na mimi. Alikuwa niamini, lakini alikuwa ameweza kunitumia pesa na akaniambia kwamba nielekee huko nyumbani kwake. Na kwa hakika mimi nilielekea. Na katika kuelekea nilimzagamua, alafu ndo ikawa kitu kama hii. Sasa nini ambacho ningeweza kufanya kwa time kama hiyo? Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika simulizi yetu ya sitoweza kulisahau Jimama la Mtaa wa Pili.
Leo tupo katika sehemu ya pili, tunasonga na hii simulizi. Lakini kama wewe unapenda kutazama video za mizagamuo, minyanduo, yani video za kibongo na za kizungu, tunalo grupu letu kubwa kabisa pale WhatsApp. Kwa hiyo kama unapenda video hizo, njoo pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Ukija pale WhatsApp tunakuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo, na utakuwa ukipata video kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Asa 15,000 unayo hapo sasa hivi. Na je, unapenda video hizo? Basi njoo pale WhatsApp ili tupate burudani pamoja. Namba kuja pale WhatsApp ili kuweza kupata burudani katika grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo ni hii hapa, lakini hakikisha kwamba unakuja na 15,000 mkononi. 0782 71 97 na mwisho ni 94. Bwana, karibu sana pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za kupelekeana moto. Video za minyanduo za kibongo na za kizungu ziko pale WhatsApp kwenye grupu letu kali kweli, grupu letu zuri. Ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu lenu kubwa kabisa la video za mzagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia, na ukishalipia basi utaungwa kwenye grupu letu na utaendelea kupata video kuanzia muda huu ambao utakuwa umeungwa mpaka ile siku ambayo tarehe yako kuingilia itakuwa imeweza kuisha. Hivyo itakubidi uweze kulipia tena ili uweze kubaki kwenye grupu. Hakikisha tutakapokuunga kwenye grupu letu, kitu cha kwanza zingatia tarehe ambayo unakuwa umeweza kuingilia kwenye grupu, ili kwamba siku ikifika uweze kulipia, ili kwamba uendelee kusalia kwenye grupu letu kali kabisa la video za mzagamuo. Kama namba umesahau ni 07 82 71 97 mwisho 94. Njoo na 15,000 sasa hivi, tuko online, tunakusubiri wewe. Bana, tunasonga na huu mzigo mkali kabisa sitoweza kulisahau Jimama la Mtaa wa Pili, na leo tupo katika sehemu ya pili ya nini kiliendelea baada ya kuweza kumwona jamaa mwenye matatu mwenye madevu akiwa ameweza kukaa kwenye lile sofa akivuta sigara na akibusu bastola. Kidume nilichanganikiwa sana, sikuwa na la kufanya kwa muda kama huu. Sikuelewa nini nifanye, ili amini kitakachotokea cha kitokee tu. Lakini nikasema nikiendelea kulala hapa nitalala mpaka saa ngapi? Nikapiga hesabu za kumwamsha Mary, lakini kaona ngoja Mary niachane naye tu niamke mwenyewe. Na ndipo nikagundua kabisa kwamba nilifanya jambo jema sana kuhakikisha kwamba Mary anaituma ile pesa yote kwenye simu, enzeni ndo nakuja hapa. Yani kama ningekuja kumzagamua alafu ndo anipe pesa keshi mkononi, basi nafikiri kwamba tayari kabisa shughuli hii ilikuwa imeshavurugika. Disco alikuwa ameshaanza kuingia Masai. Nikafumbua tena jicho kwa mara pili na kuweza kumtazama huyu jamaa, na hapo ndipo macho yetu yaliweza kukutana. Dogo, amka, njoo usimame hapa ujibu maswali ambayo nitakuuliza. Alizungumza hivyo jamaa. Nilianza kuinuka pale kitandani kwa uoga sana. Nilikaa kwenye kitanda. Baada hapo niliinuka na kumfuata pale jirani kabisa. Nilikaa kwenye mkono wake wa kushoto na nikaanza kumsikiliza kwamba huyu jamaa alikuwa anataka kuzungumza nini kwa time kama hii. Na kusikiliza blaza, nilizungumza kwa uoga sana. Na kusikiliza blaza. Dogo, unaona fahari sana kutembea na mademu za watu, si ndio? No blaza, mimi kikweli mimi ni content creator tu, nitengeza mauzui huko Facebook. Kutengeneza mauzui Facebook kunahusiana nini na mademu za watu, mdogo wangu? Nimekuuliza swali. Unaona fahari sana kutembea na mademu za watu? Jibu kabla sijafyatua bastola nikutandike sasa hivi hapa. Bro, mimi naomba nisamehe. Sisikii fahari kabisa kutembea na wanawake za watu. Na hii ndo mara yangu ya kwanza mimi ni content creator wa Facebook. Unajua bro, labda mimi nikupe wasifa wa maisha yangu. Wasifa wa maisha yangu bro, mimi ni mtu ambaye najihusisha sana na mitandao. Niliweza kuweka picha ya mshedede mkali kweli pale Facebook. Alafu nikasema kwamba mimi nasagamua majimama na afikisha kileleni na anyandua, na mtu yote anayetaka kunyanduliwa hata kwa mpalange mimi akinipa pesa tu na mnyandua. Sasa bro,
Kutokea hapo ndo nikaona huyu mtu sijui Meli amenitafuta. Aliponitafuta Meli brasa, akanambia kwamba anahitaji kujaduliwa sijui afikishwe kileleni. Nikamtajia dau langu mimi. Baada ya kuweza kumtajia dau langu blaza, Meli akanitumia na nauli niweze kuja. Nikamuuliza kwamba je, hauna mume? Meli akasema ana mume. Lakini blaza, baada ya kuweza kuzakabwana naye jana ndo nimegundua kwamba kumbe bro, Meli ana mume ambaye ni wewe blaza. Mimi naomba nisamehe bro, nisamehe sana. Nilikuwa nikitetemeka sana, nilikuwa nikiogopa kwelikweli, kwa sababu nilijua kabisa huyu jamaa anakwenda kunimwaga ubongo. Wakati huo Meli alikuwa ni wajuzi, yani kapiga usingizi bororo, hata elewi kinachoendelea huku, kwamba tayari kabisa kidume nilikuwa nimeweza kubanwa. Kwa hiyo wewe ni fundi sana kuweza kuwazagamua watu kwa mpalange, na wakikupa pesa unafanya hivyo, si ndio? Ndio brother. Kwa hiyo wewe umeamua kujitoa ili ufe, si ndio? Hapana brother. Kwa nini sasa unaamua kufanya vitu kama hivyo? Facebook unaandika kwamba unawazagamua sio wa mama na mtu yeyote anayetaka. Unawaamini vipi hao wa mama? Okay, anyway. Bila shaka udemu umepiga bila kinga. Unamwamini vipi? Kama ana ngoma, ana malazi asili, si unabeba? Na wewe ni kijana mdogo kabisa, unaonekana umemaliza sijui chuo juzi hapa. Unajihusisha na mambo ya kipuzi kama hayo. Una thamani gani ya kuweza kuishi kwenye huu ulimwengu kama sio kufa tu? Hapana blaza, mimi sihitaji kufa. Uhitaji kufa kivipi wewe? Kama uhitaji kufa usingeweza kujiingiza kwenye biashara haramu kama hizo. Kuna kazi ngapi za kufanya huko mtaani? Wewe umeshindwa kuuza hata viatu, mpaka unaamua kujiingiza kwenye mambo ya kusagamua watu. Unasagamua watu. Kwa nini unasagamua watu? Ujui kwamba kusagamua watu tayari kabisa umeshajitoa, ni bora kufa. Maana yake unachokiwaza hapo ni pesa tu, na wala sio tena kuwaza maisha yako. Unaonaje kama leo nikimwaga ubongo wako ili uende kwa Mungu tu? Maana hauna faida kwenye ulimwengu. Alizungumza hivyo huyu jamaa huku akiwa serious kweli kweli. Nikapiga magoti na kuanza kumwomba msamaha. Brother, naomba nisamehe, chonde niko chini ya miguu yako. Mary, amka basi uje unisaidie mwenzako, jamani nitakufa mimi. Nilikuwa nikizungumza hivyo huku tayari kabisa nilikuwa natetemeka. Nilikuwa nimepiga magoti nikiomba msamaha. Jamaa akanitazama, akacheka sana. Inuka dogo, au paso kunipigia magoti mimi, maana sio Mungu wako. Nachotaka mimi nikukufyeka tu. Sasa chagua vitu viwili, nikufyeke au na wewe nikuzagamue. Unaitwa nani? Nani mimi? Ndio ni wewe. Unaitwa nani? Mimi naitwa Frankie. Nilitaja lile jina ambalo nimeweza kumtajia huyu bibie anayefahamika kwa jina la Mary, lakini jina langu halisi mimi ni Joseph, ila niliamua kutaja kwamba naitwa Frankie ili kuweze kuendelea kudanganya lile jina langu Frankie. Frankie. Sikia, na kuona dogo natetemeka mpaka umeweza kukojoa hapo. Sasa sikia, nifuate. Alizungumza hivyo na kuweza kuinuka kwenye hili sofa la mtu mmoja ambalo alikuwa ameweza kukaa huyu jamaa. Baada hapo akaniambia kwamba nimfuate. Kidume nikawa na mashaka kwanza. Ananiambia nimfuate, kuna nini ambacho kinakwenda kuendelea? Mbona kama sielewi? Blaza, nimekuambia nifuate. Blaza nini tena? Au unataka nipasue kichwa chako? Hapana, lakini blaza, hicho unachokwenda kunifanyia mimi sikipendi. Wewe kacha, unataka nikupasue? No blaza, no, nakuja tu, nakuja. Aliniambia nimfuate,
Nilitamani sana kumwamsha Mary ili nimwambie, jamani Mary, mwenzako Malinda anakwenda kuliwa huko. Lakini nilihofia kwa sababu jamaa alishaniambia na kunikataza kwamba nisimwamshe Mary. Nikasema anyway, mimi ni mtoto wa kiume. Kama Malinda atakwenda kutafunwa, itakuwa ni sawa na inzi kuweza kufia kwenye kidonda tu. Acha nisonge mbele. Kidume nilimfuata jamaa kwenye hili jengo kubwa kwelikweli. Jamaa alikwenda na kuweza kupandisha ngazi, alienda chumba cha juu sana kabisa huko. Alifika na kuweza kufungua chumba hicho na mimi nilikuwa nyuma, nikiwa na singlet na boxer tu. Mimi kumbuka, nilikuwa nimeweza kuchelewa sana. Jamaa alikuwa kashawahi amekwenda amefungua chumba chake na alishanipa ishara kwamba nifuate chumba cha mwisho kabisa. Mimi nilikuwa nikienda kwa uoga sana, nilikuwa naogopa. Nilikuwa najua kabisa kwamba kinachokwenda kutokea huko jamani ni Malinda kwenda kutafunwa tu. Sasa nikawa naogopa sana. Kidume nikawa naenda taratibu. Wakati huo yule jamaa ameshafika kwenye geto lake. Jamaa alipoweza kufika bana, kumbuka jamaa alikuwa amevaa mingumi pana hivi na midevu yake ile. Sasa alipoweza kufika kule kwenye geto lake, jamaa alivua kila kitu bwana. Mshikaji aliweza kusaula, alafu tayari kabisa mshikaji akawa ameweza kujipaka mafuta mwilini. Anamelebeta bara. Kidume nikafika moja kwa moja mpaka kwenye kile chumba ambacho jamaa aliniambia kwamba nimfuate kule. Nikiwa natetemeka, nikiwa na hofu kwamba leo kazi ipo. Yaani leo Malinda jamani anakwenda kutafunwa bila uoga. Kidume nikasema poa. Nilifika moja kwa moja mpaka kwenye lile geto ambalo jamaa alikuwa ndo wa kwanza ameweza kufika na kuingia mle. Mlango ulikuwa umefungwa. Nikagonga kuthibitisha kwamba je, ni kweli jamaa yuko humu au nimekosea chumba. Ingia, mlango uko wazi. Nikasikia kama kuna sauti fulani imeanza kulegezwa. Nikahisi kwamba ni sauti ya mwanamke au ya mwanaume. Nikagonga tena. Nimeshakwambia ingia, mlango uko wazi. Kwa nini hutaki? Hebu ingia haraka. Unataka nikuue? Mbona sielewi? Nimekosea chumba au inakuaje? Samani, mimi nilikuwa nimekuja kwenye chumba cha jamaa fulani na midevu hivi, shababi hivi. Aliniambia nimfuate huku. Sasa kama nimekosea chumba, basi naomba unieleweshe kwamba yule jamaa anaishi wapi. Kumbuka ile jengo ni kubwa sana, lina vyumba vingi tu. Ndio maana nilipoweza kufika nilimuuliza Mary, hivi wewe unaishi mwenyewe humu au unaishi na nani? Na Mary akanambia kwamba anaishi mwenyewe. Sasa nilishangaa sana baada ya kuweza kuona huyu jamaa, lakini kumbe ile jumba ni kubwa sana na lina mavyumba kibao kweli. Basi Kidume nikasema isiwe kesi, niliweza kuuliza hivyo. Nilipoweza kuuliza hivyo, nikasikia sauti tena kama ya kike, si ya kike, kama ya kiume hivi. Ni kama sauti fulani ya chokochoko fulani hivi, wale magasho ambao wanatafunwa ese. Nimekwambia hivi, hebu pita hapo jamani, mlango uko wazi. Ukukosea geto ndo hili, choma ndani. Kwa hiyo yule jamaa mwenye midevu ndo upo naye humo? Choma ndani, utakuja kumuona tu. Nilishika kitasa cha mlango kwa uoga sana na kuanza kukifungua taratibu. Na hatimaye mlango uliweza kukubali na uliweza kufunguka. Kidume nikajitupa ndani. Baada ya kuweza kujitupa ndani, ndipo nilishuhudia bwana huyu mshikaji akiwa kumbe ndo yule. Amejipaka mafuta mwili mzima na melemeta. Alafu jamaa na kishundu balaa. Kumbe alivaa ile mingumi kubwa kwa kuweza kuficha kishundu. Lakini kumbe jamaa na kishundu kweli. Sijui kishundu kaenda kukichongesha Uturuki, mimi hata sijui. Nikakuta jamaa hata ale mandevu muda mfupi tu kaanyoa. Jamaa na kidevu kizuri kabisa. Jamaa nikakuta hata ile minywele hana. Jamaa na kipala. Ana matatu, alafu ana maeleni. Nikasema hii imekaje? Mbona sielewi? Karibu kae hapo.
hata ile sauti kubwa ambayo jamaa alikuwa anaizungumza eti sikuweza kuisikia tena. Nilishangaa. Jamaa yupo kama alivyoweza kuzaliwa, yani yupo unyama unyamani, yani mshikaji yuko kichele kabisa. Samahani bro, unajua mimi nitakuwa nimekosea chumba. Kuna jamaa fulani alikuwa na midevu hivi, umeona? Alikuwa amevaa minguo mikubwa kubwa hivi, aliniambia nimfuate huku. Sasa nashangaa sijui kwamba chumba ndo hiki au... Anyway, haina haja ya kuzungumza sana. Huyu jamaa ndo mimi. Ni kweli huyu jamaa ni kama anafanana na yule jamaa ambaye aliniambia nimfuate. Lakini sasa huyu mshikaji hana madevu. Huyu mshikaji hana ile minywele. Huyu mshikaji ni amelegea sana. Yaani huyu mshikaji bila shaka ni chakula kabisa ambacho kinaliwa. Kwa maana hata kishundu chake kinaonekana ni kilaini sana, kishundu ambacho kimetepeta kabisa. Sasa simuelewi kwamba huyu mshikaji ndo yule ambaye alikuwa ananitishia kule au ni nani? Yule mshikaji alikuwa ameshika bastola pia. Sasa mbona kama sio wewe? Na mbona yule mshikaji alikuwa ni shababi sana? Lakini mbona wewe nakuona kama ni wewe? Unataka nikuue? Bastola hii hapa, nitakuua. Kacha kacha. Aliseti tena bastola yake akaikoki, akitaka eti kuniua tena. Bila shaka nikaanza kuhisi kwamba hapa malinda yangu hayataweza kutafunwa, lakini huyu anahitaji sasa yeye aweze kutafunwa yeye. Nilivyoweza kugundua vile, hofu kidogo ikaanza kushuka. Nikagundua kabisa kwamba kumbe jamaa mwenyewe ni chakula tu, na bila shaka huyu anataka kutafunwa. Jamaa baada ya kuweza kuniona kwamba mimi kuna vitu vingi sana na vidiskasi kwa time kama hii, mshikaji alikwenda moja kwa moja na kuweza kuingia kwenye begi lake, akaingiza mkono na kuweza kutoa kibunda. Sikuelewa kwamba kilikuwa ni kibunda cha shilingi ngapi, akanitupia mimi, nikakidaka na kuweza kukitazama. Cha nini kunanitupia? Kwani wewe kwenye IG yako umeandika nini? Si umeandika kwamba unazagamua watu walikalote, unawafikisha watu kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro? Asa mimi Tigo Pesa hapa, yani ile lenyevua kama kuna wadudu wanatembea, linahitaji kuweza kutandikwa viboko na kupigwa msasa ili kwamba liweze kutoa pesa na kuweza kuingiza pesa. Kwa hiyo kazi ni kwako na pesa ndo hizo. Lakini mimi sikuandika kwa ajili ya watu wa kiume. Mimi katika harakati zangu nilikuwa nimewatarget sana madem na wala sio mameni, na ndio maana hata kwenye DM yangu mimi wamejaa sana madem, ndo wamenitafuta. Sasa mimi si dili sana na watu kama nyinyi. Sasa inakuwaje udili na watu kama sisi? Hicho kitita cha pesa nimekulushia, kazi ni kwako. Anyway, kama utachukua kwa kitita chukua, na kama hautaweza kuchukua kwa kitita basi kirudishe. Utazagamua kwa kuweza kulipa kile ambacho nimeweza kukukuta unakifanya. Alikuwa anazungumza sauti fulani hivi ambayo ilikuwa ni sauti kabisa ya machoko, ilikuwa ni sauti kabisa ya wale machakula, ilikuwa ni sauti kabisa ya bottom wase. Nikasema hii ni bottom kabisa na inahitaji top wa kuweza kumweka sawa. Samani, wewe ni bottom? Bila shaka. Kwa unahitaji top wa kuweza kukuweka sawa. Yeah, ndo maana nimekupa na hizo pesa. Okay, hizo pesa ni shilingi ngapi? Sijui zihesabu wewe. Mimi huaga sihesabu pesa napohitaji mtu aweze kukikuna kipele ambacho kinakuwa kinawasha. Kwa hiyo una kipele? Ndio, ndo maana nimeweza kukabidhi hizo pesa. Ala, basi sawa. Kiukweli hofu na uoga viliweza kuondoka kabisa kwa sasa. Kitu ambacho nilikuwa nafikiri ni kwamba hapa nakwenda tu kuitandika bakola hii bottom ambayo inahitaji top wa kuweza kuiweka sawa. Nilihesabu zile pesa nikagundua kwamba zilikuwa ni milioni 1 kama na 200,000 hivi.
mbona pesa nyingi sana umenipa? Anyway, hata hivyo ni kwa sababu nimekukuta katika situation mbaya, lakini ningekuwa mimi ndo nimekutafuta ningekupa hata milioni 2. Kwa hiyo salama zipo? Salama za nini? Nahitaji wazungu waingie kwa Mpalange ili kwamba nijisikie furaha. Sasa salama wazungu sotabaki kwenye salama huko, nitawapataje wazungu wako? Anyway, nafikiri usio muda kuzungumza sana. Ungejitahidi tu kuweza kusaula hiyo Singlendi pamoja na box yako, alafu mambo mengine yaendelee. Kidume nilikuwa nimeweza kukamata kama milioni 1 hivi. Alafu jamaa ndo ananikonvince kwamba niweze kufanya vitu kama hivyo. Kidume sikuweza kupoteza muda kabisa. Sikufichi mpenzi msikilizaji. Bwana, tayari kabisa mkongomani ulikuwa wima. Mkongomani ulikuwa wima. Maana huyu jamaa alikuwa ni hatari ese. Jamaa alikuwa ameweza kupiga cheni fulani vikali kweli kweli ambayo ilikuwa na meta kweli kweli pale kwenye kiuno chake. Ni ya gharama sana ilikuwa inaonekana hii cheni. Lakini pia jamaa amechanganya na shanga zingine za kisukuma sukuma zile na zingine za kibongo bongo, zingine za kachanganya huyu mshikaji. Mawazo ya Mary yalipotea. Sasa nilikuwa naiwaza hii button kwa ajili ya kwenda kuipiga mambo ya utobo. Tango lako zito, gobole tu umejaliwa. Alizungumza hivyo wakati kabisa akiwa tayari ameweza kulikamata gobole na sasa alikuwa analikoki kweli kweli. Hata wewe pia gobole unalo. Kwa nini gobole lako unashindwa kulitumia na unaamua sasa kuweza kugawa jicho ili kwamba watu walitafune mpaka libaki kengeza? Maisha ni kuchagua. Duniani kila mtu anakuwa free kufanya kile anachotaka. Kwa mimi nimeamua niishi hivyo. Okay. Kwa nini wewe una mke alafu unataka mambo kama haya? Mke? Ndio, wewe umeniambia kwamba Meli ni mke wako na umenifumania mimi. Sasa kwa nini unazungumza tena vitu na unataka vitu kama hivi? Tatizo lenu mnaishi sana Kariakoo, mnaishi sana hapa Dar es Salaam, mnaishi sana Tanzania, hata mbele ya mwendi. Unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Na maanisha jitahidini sometimes mwe mnaenda na mambele huko. Mnajifunza. Yaani twende mambele tukajifunze. Tunajifunza nini huko mambele? Mambele unaweza kukuta watu wanaishi wawili, mameni. Na wakawa tayari kabisa wapo kwenye mambo ya mizagamuo, na mtu anaweza kuwa anaishi na mke wake na bado mke wake akawa anazagamuliwa huko na wa kiume naye akawa anazagamuliwa huko na maisha ndio yanaenda. Kwa unamaanisha kwamba wewe na huyu mnaishi hivyo? Utajua baadaye, sio wakati wake sasa. Huu ni wakati kwanza wa kuweza kufanya kile ambacho kinatakiwa uweze kufanya. Ilikuwa inazungumza hivyo hii bottom. Wakati huo kabisa ikiwa imeweza kukamata gobole na kuweza kuendelea kulikoki kule kweli. Gobole iliweza kukokiwa vyema kabisa. Yaani ungekuta namna ambavyo huyu jamaa alikuwa na koki gobole, I say, usingeweza kusema kwamba huyu mshikaji ni wa kiume. Yaani ungesema kwamba huyu ni Neema au vipi? Mbona na koki gobole vizuri tena kwa ufundi na ustadi wa hali ya juu kiasi kwamba mpaka nikachanganikiwa. Maana gobole lilikuwa tayari kabisa, jamaa kalitupa kwenye mdomo wake na sasa analikoki yuko anaendelea kucheza nalo. I say, hapo nililewa sana. Nasema huyu mshikaji sasa huyu mbona kama ni Neema, na ikiwa yeye huyu jamaa kwanza anaitwa nani? Ikabidi nimuulize. Wewe babu, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Isa Mtamu. Isa Mtamu? Yes, hata mimi Facebook pia nipo. Ukinitafuta tutakuta picha zangu. Waga na watafuta sana watu kama ninyi. Oh, basi sawa. Niligundua huyu jamaa amesema anaitwa Isa, lakini nikahisi pengine atakuwa amenidanganya, tukataja majina ya mitandao kama mimi ambavyo nimeweza kutaja Frank, kumbe naitwa Joseph. Basi asubuhi hii kidume nikawa tayari kabisa nipo na huyu bottom ambaye anahitaji kuweza kuzagamuliwa sasa. Ni wa kiume huyu, lakini ungeweza kukuta namna ambavyo kwa sasa hivi ameweza kujiweka. Aisingezani ni Ashura, kumbe ni mshikaji ambaye anasema anaitwa Isa sijui. Basi jamaa alicheza na hii koki
Mwisho wa siku koki iliweza kuvuta maji kutoka chini ya ardhi, na sasa maji haya yalikuwa yanaweza kuhitaji kuingia kwenye kisima ili kwamba akili iweze kumkaa sawa jamaa ambaye amesema yeye hahitaji salama, anahitaji twende. Ili twende kavu kabisa, tupite barabara kwa mpalange kavu ili tuweze kukutana na jua na mvua na kila kitu. Kidume nikasema hakuna kesi hapa, kwa sababu yeye ametaka bwana, mimi nifanyeje? Lengo langu mimi ni pesa, nimeshapewa milioni na zaidi. Sasa kinachobaki ni nini kama sio kuweka pesa mfukoni na kuangalia kinachoendelea bwana. Unyama unyamani tu. Unapoamua kujiingiza kwenye kazi kama hizi, hauchagui, kikubwa wewe unaangalia pesa. Ndio maana hata jamaa aliniambia mara ya kwanza kwamba wewe umeingia kwenye kazi kama hizi, maana yake unataka pesa tu, upo razi kufa. Sasa je, nikuue? Lakini jamaa hakuweza kuniua, ila akaniambia kwamba tuje huko. Basi jamaa aliweza kucheza vyema kabisa na koki, na baada ya muda aligundua koki iko vizuri. Nikaanza kuwaza vitu fulani ndani ya kichwa changu. Ama kwa hakika dunia ina mambo mengi sana. Kumbe yuko mtu wa kiume na anahitaji kuweza kupewa mtalimbo, na ikiwa mtalimbo anao, jamani, hii dunia kweli ni hatari. Jamaa aliweza kumaliza kuhakikisha kwamba ameukoki vyema kabisa huu mtalimbo, na sasa alikwenda na kuweza kukamata uwanja wa mazoezi, na hatimaye aliweza kukibongona kukiacha kitumbua chake cha kwa mpalange vizuri kabisa kikiwa kinaonekana vyema. Nilipoweza kukitazama hiki kitumbua, niligundua kabisa kwamba kitumbua hiki aisee kilikuwa kimeweza kutafunwa sana. Maana kitumbua kilikuwa kinaonyesha zaidi kabisa kwamba hiki kimeshatafunwa, kitumbua cha kwa mpalange. Basi kidume bila kupoteza muda nilichukua yale mafuta fulani ambayo yeye ndo alikomeza kupaka, na mimi nikaweza kupaka, na hasa nikaweza kulipaka gobole na kulikoki ili liwe rahisi kuweza kupiga risasi. Jamaa kwa sababu alikuwa ameshaweza kuchora namba 7, ndo moja kati ya stili ambao mshikaji alikomeza kuikaa. Wakati wale alikuwa ameweza kukamata ule uwanja wa mazoezi, basi kidume sikuweza kupoteza muda kwa mara ya kwanza kabisa na kwenda kuizagamua hii kitu inayoitwa show guys, kwa mara ya kwanza, na sikuwahi kufikiria, lakini kwa sababu imetokea basi acha iwe. Kidume sikuweza kupoteza muda. Baada ya kuweza kutupia gobole kwa mpalange, kilichokuwa kinafuata hapo ni kupiga risasi tu. Nilikuwa nikishindilia kweli gobole kule kwenye ikulu ili kwamba kazi iwe nzito kweli. Ikulu ya Kompalange ilikuwa ni nzuri. Nilikuwa nikipita kwenye barabara kwa Kompalange bila hata ya usalama. Nilikuwa nikipita kavu kabisa kama jamaa ambavyo ilivyokuwa wameweza kutaka. Kiukweli ilikuwa ni hatari. Nilishindilia sana. Nilitindua kweli. Nilihakikisha nalima. Nilihakikisha kwamba namweka sawa jamaa mpaka akili iweze kumkaa sawa. Jamaa kuna muda alitoa macho kama mtu ambaye anataka kufa, maana tango lilikuwa ni zito kweli. Ni kama tango lilikuwa limeweza kumkaba kwenye koo. Alitoa macho akinitazama, lakini mimi sikuweza kumwonea huruma kwa sababu tayari kabisa nilikuwa nimeshavaa roho ya mamba. Kitu ambacho nilikuwa nahitaji hapa ni kumpiga bastola nyingi mpaka akili iweze kumkaa sawa. Nilimtandika bakola huyu mshikaji na matatu yake na mavipini na nini na kila kitu, mimi sikuweza kujali. Tena mbaya zaidi, nilikamata ile cheni ya silver pamoja na zile chachandu nyingine, nilizikamata, alafu zile ndo zikawa zinahusika sasa kuweza kumleta yeye katika kipigo. Nikawa nampeleka mbele na kumrudisha nyuma, na mtandika fimbo. Kilichokuwa kinasikika hapa ilikuwa ni makofi tu. Makofi ndio yalikuwa nasikika, maana ilikuwa ni live bila chenga. Kipigo kilikuwa ni kizito sana kwa jamaa. Kipigo kilionekanika kumzidia, kwa sababu kila dakika, kila muda tulikuwa tunachukua mafuta na kuweza kuongeza kwenye gari. Nilikuwa nachukua mafuta na kuweza kupaka kuna gobole, na hatimaye nikawa naendelea kupiga risasi na kushindilia gobole kweli kwenye ikulu ya Kompalange. Uwezi amini ese. Jamaa alikuwa na makelele. Jamaa alikuwa na malalamiko. Ungeweza kusema kwamba huyu alikuwa Neema na sio Isa kama ambavyo ameweza kusema ese. Kiukweli kwa mara ya kwanza nikaanza kuvutiwa na hii bottom. Bottom ilikuwa kali kweli. Nilikuwa naitandika huku naiuliza maswali. Unaonekana una kishundu kikali sana hiki ambacho nakitindua hapa sasa hivi. Hiki kishundu ulizaliwa nacho au ulikiongezea? Sema haraka pumbavu.
Nilikuwa nazungumza hivyo huku nikimtandika makofi mengi kwenye kile kishundu, huku jamaa liko linapagawa na kulalama, yaani kama lineema vile. Kumbe niliisa ese kishundu hiko nilikipata Uturuki. Ulikipata Uturuki? Ulienda kukitafuta wewe au ni nini kilisababisha mpaka ukipate kishundu kama hiki? Pumbavu, sema haraka. Jamani, kishundu hiko ni mimi niliamua kuwavutia watu, maana niliona mimi nilikuwa sina kishundu, nilikuwa ni flat screen. Pumbavu zako. Kwa kumbe unakuja unanitisha kule, umenikuta mimi na Meli unanitisha na ile midevu yako. Sema haraka pumbavu. Sema haraka. Nakupiga nikuumize. Sema haraka. Kwa nini ulikuwa umekuja kunitisha kule? Na ikiwa kumbe wewe hauna hata mambo ya kunitisha mimi. Unanitisha na kuniambia kwamba eti sio nini. Kwa nini unanitisha kule? Sema haraka, na ile minywele yako midevu iko wapi? Jamani, ile ni kitu tu ambacho mimi waga naigisha napokuwa imetokea kitu kama hiyo. Kwa yale mavitu mimi sio ya kwangu. Mimi kidevu changu kipo plain hiki hapa. Nilishawezaga kukipeleka Uturuki kidevu, nikafanyiwa kila kitu, mandevu mimi waga yote tena. Na huko nyuma ndo unaona kabisa kwamba hicho kishundu kule Uturuki walikiseti vizuri, ili kwamba mtu anayetandika bakola basi apate raha kama ambavyo wewe unashiba. Acha ujinga wewe. Wewe ni wa kiume kabisa, alafu unakwenda Uturuki kwenda kuongeza kishundu. Unaongeza kishundu ili weje? Jamani, mimi usinitandike sana vibao mwenzako mimi. Jamani, unaniumiza mibao, unanipiga sana. Tulia, leo nitakuua leo. Nilikuwa nikizungumza hivyo mzee wa kazi, huku kazi ikiwa ni nzito kweli kweli. Shughuli ilikuwa pevu kwa sababu huyu jamaa bwana, kiukweli huyu jamaa hata ukina Delishazi sio James hao hawaingii. Huyu jamaa alikuwa na mapudo, lakini ungemkuta anavokaza mwanzoni ungesema leo nimeingia cha kike. Jamaa mwanzoni alinikazia mpaka mimi nikawa naogopa sasa. Lakini kumbe jamaa ni mlaini. Jamaa kumbe ana lolote. Jamaa kumbe anapigika tu. Bwana, nikawa najipigia jamaa kweli kweli, na mgeuza vile ambavyo mimi nataka. Mwanzoni alikuja eti na bastola yake, kumbe bastola yenyewe ni ya kipuzi tu. Na hapa ndipo akazungumza ukweli ya kwamba kumbe hata ile midevu pamoja na ile minywele aliweka tu ili kuja kunitisha mimi niweze kupagawa na kuingia kwenye mkenge wake. Sasa ningesema tu kuliko kunitisha shenzi zako. Wewe kwa nini ulikuwa unanitisha wakati ungesema tu kwani kulikuwa kuna wewe unanitisha alafu mimi sijala mpaka sasa hivi unanitisha. Sasa nakwambia hivi, na kutindua na nahakikisha hapo unapika wewe. Nitakupikia tu bibi, wala kuna shida. Maana ushakuwa baba mwenye nyumba. Jamani, linasema eti kwamba mimi nishakuwa baba mwenye nyumba kwa sababu nalitindua sana. Akasema hili ese kweli ni bottom. Nilitandika kweli kweli na kwa makusudi nilikata kabisa na ile cheni. Shenzi kabisa huyu. Nilimtandika kipigo kikali, alichanganikiwa kweli kweli. Baada ya kuona mtandika sana kipigo, ndipo nikagundua kwamba kumbe nilipokuwa nikimtandika, nilipokuwa nikishindilia kweli kweli, nilipokuwa nikishindilia gobole kwenye Ikulu na kupiga risasi nyingi, nikagundua huyu jamaa aliweza kukamata tango lake, na yeye ile tango akawa analichezesha kinyamazongo, yani akawa anajinyandua mwenyewe ili kwamba aweze kufika kwenye kilele. Sasa wakati mimi nishafika kwenye kilele mara mbili, jamaa naye akawa analalamika eti kwamba naye anafika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Kwa mimi niendelee kushindilia tango kweli kweli, niendelee kushindilia mchi kwenye kinu nitwange na kukoboa ili kwamba yeye aweze kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Sisi akawa ameweza kunipa moto bwana, yani ameweza kumruhusu fisi akae na mbuzi alafu amtafune. Nilikita kweli kweli, kipigo kilikuwa ni kikali kizito, kipigo kilikuwa ni cha umbwa mwizi kabisa hiki. Jamaa baada ya muda nikaanza kushuhudia wazungu wakirukaruka hapa, wazungu wakiwa naanguka kwenye sakafu. Jamaa likiwa limepagawa, jamaa likiwa linalalama kama lineema, kumbe niliisa ise. Ilikuwa lina mizuka hili. Jamaa lilikuwa lina mizuka, sikwambie mtu. Kwa namna ambavyo jamaa lilikuwa linapagawa na kulalama, linatoa sauti fulani za hatari za miguno ya ovyo. Aisiongeze kusema kwamba hili jamaa ni lineema isi. Kumbe sio lineema wala sio ya shula. Hili jamaa linaitwa Isa bwana, lakini limejazia kishundu kweli kweli kwa sababu limeenda kukichongesha huko Uturuki. Aise, limejichubua. Mwanzoni ile midevu nikajua labda tu ni jamaa. Aise, lipo ile midevu limejichubua jamaa kwenye kidevu chake. Ile upepe, yaani jamaa. Aise, dunia na mambo mengi sana. Bana dunia, kwa nini usisimame mimi nishuke tu? Kwa nini usisimame mimi nishuke? Mbona nakutana na vitu vya ajabu?
Jasho lilikuwa linanitoka, kidume sijala toka jana, nimekunywa mapombe makali, alafu tena asubuhi hii nimekutana na hii bottom inamtaka tupo kuweza kumkaza. Basi nikaionyesha umwamba wangu, nilionyesha ule umwamba kwelikweli. Pumbavu zako, kumbe wewe unakuja unanitishatisha, kumbe tu unalika kirahisi namna hii. Nilikuwa nikizungumza hivyo huku nikimtandika vibao pale kwenye mshendele, huku tayari kabisa wazungu wakiwa wengine tena. Wazungu, hii ni mara ya 3 nafika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro na wazungu wengi na waacha huko. Kiukweli kisima cha kwa Mpalange kilitapaka wazungu, kilikuwa kiko hoi kabisa. Wazungu wengine mpaka wanachuruzika kabisa, wanapita kwenye kengele zake na kuingia kule kwenye gobole, wanadondoka. Ukiunganisha na wakwake ilikuwa ni uchafu uliopitiliza. Jamaa alikuwa anazidi kulalama na kupagawa kwelikweli na kutoa masauti mengi ambayo yalikuwa yanachanganya kwelikweli. Kiukweli niliunga mara 3, asikwambie mtu. Niliunga mara 3. Nilifika kileleni mara kwanza na kuacha wazungu humo, nikaendelea. Nilikuja tena nikawaacha wazungu humo, nikaendelea. Kulikauka nikawatupia tena wazungu, nikaendelea. Yani ilikuwa ni kipigo juu ya kipigo. Jamaa alichanganikiwa na kusema kabisa hajawahi kukutana na kipigo kama hiki. Jamaa mwenyewe kwa mdomo wake akasema mimi sijawahi kukutana na kipigo kama hiki. Ama kwa hakika wewe ni top kwelikweli, ni da. Nikamwambia mimi ndo top, ni da. Ila usiniite TID. Niite top, ni da. Mimi nawakaza watu ni stili kama yako. Na akili zinawakaa sawa. Jamaa akachanganikiwa. Jamaa mwenyewe huwezi kuamini kwamba aliweza kujipigisha nyeto na aliweza kufika kileleni zaidi ya mara 2. Kitu ambacho jamaa aliahidi na kusema kwamba hajawahi kabisa kuweza kufika kwenye kilele mara 2. Wakati kidume nilikuwa nimetembea mara 4. Ilikuwa ni hatari mpaka mida saa 7 mchana, jasho linatutoka huko ndani, hatari mpaka ukaanza kunuka maarufu fulani vya nya. Lazima nya inuke. Huwezi kupita barabara kwa Mpalange alafu usikutane na maji ya kwenye mitaro, maji machafu, maji lazima ukutane na vitu kama hivyo. Bana, nazidi kukukumbusha. Sikia nikwambie wewe. Kama wewe bana unapenda sana mambo ya minyanduo, mizagamuo, yani video fulani hivi za live bila chenga za minyanduo, mizagamuo za kupelekeana moto hata kwa Mpalange. Bana, video hizo ziko pale WhatsApp. Kwa mimi ninachofikiri kwamba ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unakuja pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za minyanduo, video za mizagamuo. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Njoo pale WhatsApp mapema sana ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa, na baada hapo uweze kupata burudani ndani ya grupu letu kubwa kabisa la video za minyanduo pale WhatsApp. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000. 15,000 ndo gharama ya kuweza kuungwa na grupu letu kubwa. Sasa kama pesa hiyo unayo, njoo pale WhatsApp kwa namba hii ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. 07 82 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp uendelee kupata burudani kali kama hizi. Changamka, njoo sasa, tuko online tunakusubiri wewe. Ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu lenu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Mapema sana utapewa namba kulipia, na baada ya hapo ukishalipia basi utaungwa kwenye grupu letu na utaanza kupata burudani ndani ya grupu kuanzia muda huu ambao utakuwa tayari kabisa umeshaweza kuungwa. Kama namba umesahau nairudia tena. 07 82 71 9794. Ukija sema oi, nahitaji kuungwa, mapema sana tutakuunga na tuko online hata sasa hivi. Tunakusubiri wewe. Njoo mapema, tukuunge mapema, upate burudani mapema. Kidume ilikuwa ni show juu ya show. Ilikuwa ni kipigo juu ya kipigo. Bwana jamaa alichanganikiwa, maana hakuwahi kabisa kukutana na kipigo kama hiki. Mikao yote alimaliza, milalamu alitoa, lakini kidume bwana yuko ni kutafuta safari ya kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro mara ya 5. Bwana kazi ilikuwa ni shughuli pevu. Jasho lilikuwa linatutoka kwelikweli. Na baada ya hapo jamaa alisaliti amri na kusema kwamba anahitaji tupumzike kidogo, alafu baada hapo ndo tuanze safari tena ya kuelekea katika mlima wa Kilimanjaro. Nilipumzika pale pale. Kiukweli mimi nikawa kama nimeweza kuchanganikiwa tu. Nilipumzika na kumwamuru jamaa achemshe vitu fasta hapa, mimi nile ili kumana njaa inaniuma.
Hebu chemsha bwana vitu haraka haraka hapo. Ulikuwa unaletea uni, kumbe ni muuni tu. Washa jiko fasta fasta hapo, hebu toa chochote kitu hapo mwenire nipate power nioge. Alafu nijue nafanya nini. Hakuna shida jamani, Frankie. Basi jamaa katupia mtandio tu. Kishundu kinaonekana vyema kabisa kwenye mtandio. Aisi, yani kama ukipita karibu ungesema huyu ni Neema. Maana kwanza kanyoa bonge la pala, pili na mailini, tatu kwenye kidevu kukavu kabisa. Kaji kobogo. Aisi. Kasema dunia na mambo. Kidume nikasema utajua wewe. Iliona kuna simu yake pale mezani ambayo inaonekana kabisa isibu ilikuwa ni kali kuliko ya kwangu. Hii simu ni yako? Ndiyo, ya kwangu. Mbona simu yako nzuri sana alafu mimi natumia simu mbaya? Jamani, unaitaka na hiyo? Naitaka ndio. Sawa, nitakupa tu. Nitakupa. Wala usiwaze jamani Frankie. Fanya hivyo basi unipe. Nitakupa jamani, si bado tupo. Alizungumza hivyo huku akiendelea kuandaa maakuli, huku akiendelea kuandaa msosi. Kiukweli nilikuwa nina njaa, yani nilikuwa nimechoka, yani I say. Nilikuwa nimechoka kweli. Wakati nipo hapa ndipo nikapata wazo kwamba mbona kama Meli kule hajaamka mpaka sasa hivi? Ikabidi nimwambie, sasa sikia Isa, mimi ngoja kwanza nikamwangalie Meli. Jamani, Meli wa nini bwana? Hebu achana naye, hebu tulia bwana. Unataka kuniuzi? Wewe usinitishe bwana. Nikuuzi nini? Mimi nisikutishe, nitachukua bastola nikuue jamani Frankie wewe. Mimi nitakuua. Oho, kwanza umenichosha kweli Frankie wewe. Nimekuchosha na nini sasa? Yaani kiukweli Frankie, mimi ni bottom. Lakini mimi bwana sijawahi kabisa kuweza kukutana na kipigo ambacho nimepigwa. Hiki kipigo jamani ni cha mbwa mwizi. Yaani hiki kipigo mwenyewe nasema ni cha mbwa mwizi kabisa. Yaani hiki cha mbwa mwizi. Cha mbwa mwizi nini? Unajua wewe kwanza uliniuliza maswali yako ya ovyo ovyo sana wewe. Wewe unakumbuka maswali ambayo ulikuwa umeweza kuniuliza maswali yako ya kijinga umeniuliza mimi. Jamani wewe jamani, maswali gani tena nimekuuliza kijinga? Sio maswali gani? Hivi wewe unakumbuka umeniuliza pale vitu vya ovyo ovyo sijui nini? Afu kumbe ni mjinga tu. Jamani mimi nimekuulizaje? Umeniulizaje nini wewe? Usikuona niuliza pale sijui nini, unanikazia kumbe unaliwa tu. Jamani hebu tuachane na hayo bana. Mimi nimeshakwambia bwana, mimi ndo hivyo. Yaani mimi sijui kwambia nini jamani wewe Frankie. Mimi kweli nimeshazama. Hebu sikia. Kwa hiyo na wewe maswali yako wale uliokuwa unaniuliza kwamba mimi nimeamua kujitoa ili nife, sijui ili nifanyeje. Kwa hiyo na wewe umeamua kujitoa ili ufe, si ndio? Unawapa watu hela ili kwamba wapite barabara kwa Mpalange, si ndio? Jamani, hela barabara kwa Mpalange vinaingiliana nini bana? Wewe tayari ushapewa hela, ushapita kwa Mpalange, wewe tayari sasa hivi mimi na wewe tushakuwa kitu kimoja. Mimi na wewe sasa hivi ndio hivyo. Ishi tu. Niishi vipi? Mimi na harakati zangu wewe. Sawa, hata kama una harakati zako sitakuwa unakuja, lakini poa. Sasa hebu niache basi mimi nikamwangalie kwanza Meli. Maana sijui atakuwa ameamka au vipi. Mbona kama jamani Meli achana naye, ngoja ule kwanza ndio utaenda kwa huyo Meli wako. Mambo ya Meli nini bwana? Alizungumza hivyo huyu Isa. Baada hapo akaniambia kwamba nielekee sasa bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. Chumba lake ni kubwa sana, lina bafu, lina everything. Basi kidume nikaenda kujimwagia maji kabisa, na hapo alikuwa tayari ameandaa maziwa. Alikuwa ameshaandaa maziwa. Alikuwa ameandaa viazi vya mviringo, alikuwa ameweka nyama, amekatia manyanya, yani ameweka kama kuna sambusa, sio kuna nini. Aliandaa vitu vingi sana hapa. Kuna juisi ya embe, yani vitu akajaza hapa mezani. Akanambia mimi nikaoge, kidume nikaenda nikaoga. Baada ya kuweza kuoga, nikarudi na kuweza kuja kukaa. Nikakaa sasa na kuanza kupata burudani. Kiukweli nikala vyema kabisa, nikashiba, nikawa niko safi, bini safika kabisa. Baada ya kumaliza kula na kusafika, basi tukaendelea kupiga stories hapa na pale, ukizingatia kwamba nimeoga, nimekunywa maziwa, nimekunywa supu, nimekunywa sijui nini. Yaani tumbo limejaa ndii na shusha na juisi, mara kanipa na mtindi. Aisee, nikawa niko bomba kweli kweli. Hivi Isa, kwa nini uliamua kuingia kwenye maisha kama haya? Jamani, hebu acha hizo mambo bwana.
mimi kuingia kwenye maisha kama haya wewe inakuhusu nini? Nimeshakwambia kwamba kila mtu ana maisha yake. Kila mtu kuna kitu ambacho anakikubali. Sio, unaelewa? Kwa mimi nimeamua kuwa hivi. Hivi imagine kama mimi nisingekuwa hivi, wewe milioni hiyo ungeipata? Na hiyo simu unataka nikupe ungepata? Oh, kwa kifupi kwamba wewe Isa una pesa nyingi sana, si ndio? Nina pesa nyingi babu, nataka nibadilishe maisha yako. Kikubwa tu kama utakubaliana na mimi, basi hamna shida. Oh. Kikweli baada ya Isa kuweza kuzungumza hivyo, Aisee Kidume nikajikuta nasema kwamba mbona fresh tu. Yaani kwamba shida nini kwani? Yaani kama Isa ameamua kujitoa kubadilisha maisha yangu, mimi ni nani nikatae? Acha mizuka hiyo mizuka, acha minyanduo hiyo minyanduo tu. Kikubwa mimi sina mnyandua bana. Kwani mimi nanyanduliwa? Mimi namnyandua. Sasa kwani kuna shida gani? Kidume nikasema poa tu, hakuna shida. Kiukweli kama Isa utabadilisha maisha yangu, basi mimi nakuahidi kwamba nitakuwa na wewe bega kwa bega kwa kila hali, kwa kila mali, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Basi ndio hivyo. Na tumeshapumzika sana jamani. Mimi nilikuwa nahitaji tena. Maana jamani, jamani kwa Mpalange huko mimi sijui hata nisemeje. Yaani kukaa bila kusagamuliwa kwa Mpalange hata baada ya masaa mawili matatu, ni sijui najisikiaje. Umeshaanza wewe Isa. Kwa unataka kusema tena kwamba wewe unataka tena kwa Mpalange, si ndio? Nataka tena tupite tuelekee Buza huko, tupite kwa Mpalange. Ya sawa. Wakati anazungumza vitu kama hivyo, Isa alikuwa tayari kabisa kashaweza kuanza uchokozi. Alikuwa tayari ameshaweza kulikamata tango na sasa alikuwa anachezesha kinyamazongo. Kidume wakati huo nilikuwa nimeweza kupewa taulo, niko ndani ya taulo tu. Kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la kuweza kulisaula taulo na nabaki vile vile na bila kukwepesha macho. Bwana, jicho la tatu lilikuwa tayari kabisa linahitaji kwenda kuzagamua jicho la 4 lililokuwa kwa Isa. Isa kaanza kucheza tena na gobole hili. Alicheza na gobole vyema kabisa. Na baada ya Isa tena alikamata gobole na kuweza kulitupia kwa Mpalange. Na kipigo kikawa ni kipigo. Aisee, kilikuwa ni kipigo juu ya kipigo. Ni saa 9 sasa. Ni saa 9 juu ya alama. Kipigo juu ya kipigo anakipokea Isa. Sasa kule alipokuwepo Mary. Turudi kwa Mary. Mary baada ya kulala sana aliweza kuamka. Mary alipoweza kuamka alicheki ukutani akakuta muda umesonga sana, ni saa 9:30 kuelekea saa 10 za jioni. Mungu wangu. Huyu mwanaume yuko wapi? Ameshaondoka bila kuaga. Jamani, na mbona ni saa 9 sasa hivi jamani? Kumbe kama muda kameenda hivi. Jamani. Mbona kama nimechoka sana. Ila shughuli ya jana ilikuwa sio poa Ukiplasi pombe, ukiplasi tukula. Yaani hapa mpaka natetemeka jamani. Ngoja basi ninuke nikaandae chochote. Alinuka Mary akiwa anatetemeka kweli kweli. Akawa anaelekea sasa sebleni kwa ajili ya kwenda kuandaa chochote ili aweze kupata chochote kitu ale ili aweze kupata nguvu. Alikwenda moja kwa moja mpaka pale sebleni Mary. Alifungua kabati, akatoa kanga yake moko na kuweza kujifunga. Baada hapo alielekea moja kwa moja mpaka bafuni, akaenda akaoga kwanza kwa ajili ya kuweza kutoa uchovu. Baada hapo sasa ikabidi aingie jikoni. Aliingia jikoni na kuweza kufanya mantashaluki pale vyema kabisa, na hatimaye aliyatenga pale mezani na sasa alikuwa anahitaji kuanza kula. Jamani, hii njaa hii. Yaani nataka kula hata kabla sijaweza kumuita Isa. Sijui Isa mwenye atakuepo, sijui nani na mitoko yake, mimi atasielewi. Sijui ni ile kwanza ndo nikamuite. Ngoja nile kwanza bwana, si vipo hivi. Akaanza kula bibie Mary huku akiwa ananiwaza mimi. Kiukweli sihitaji kabisa kumkosa Frank. Yaani Frank sihitaji kabisa kumkosa. Na kwa nini Frank ameondoka bila kuniaga? Ameenda wapi? Hebu ngoja nimpigie simu. Mary wakati anakula alipiga simu, na mimi wakati nipo kule nikiendelea kumtandika bakola nyingi, nikiendelea kumzagamua vyema kabisa bwana Isa, nilianza kuona simu inaita.
Sijui ni nani tena anapiga huyo. Jamani, alafu mbona anakata mizuka huyo mtu naye? Usipokee kwanza bana. Ngoja nipokee bwana. Misagamuo yupo tu. Niliweza kuliondoa gobole kunako ikulu na ikulu ikabaki mwamwamwa, ikulu ikabaki wazi kabisa pia. Isa baada ya kuweza kuona kwamba ikulu imebaki pia, ikabidi akae tu ili kuweza kuificha ikulu isiweze kuleta aibu. Nilisogea moja kwa moja mpaka kwenye simu. Nikakuta simu hii inayoita ni ya Mary. Babu Isa. Mary anacheki. Bwana, Mary anakucheki nini? Hebu achana naye, si utaenda tu bwana, ni msumbufu hivyo hivyo, hebu achana naye. Isa, ngoja kwanza nikamsikilize, labda atakuwa amepata matatizo, au ngoja nipokee simu. Bana, usipokee simu, hebu acha. Unapokea unataka kumwambia nini bana? Hebu njoo. Tukawa tunaendelea kubishana. Mimi nilikuwa nataka kuweza kupokea simu kuzungumza na Mary, lakini Isa alikuwa hataki kabisa mimi niweze kupokea simu nizungumze na Mary. Yeye alichokuwa anakitaka kwa time kama hii ni misagamuo tu. Hivi kwa nini unataka kunisikiliza? Nimekwambia chana na hizo mambo. Alafu mimi nimeshakwambia kwamba hapa kila kitu utapata, misosi nitakupikia kila kitu. Kwa nini unakuwa uelewe? Basi poa. Wakati tumejadiliana sana, simu iliita na hatimaye ilikata. Ilipokata nikaiweka pale mezani, nikarudi mzigoni kuendelea kutandika bakola nyingi. Wakati nimerudi mzigoni, simu tena ikawa inaita. Wakati tunarudi kwa Mary, mwenyewe yuko pale sebleni. Jamani, mbona simu inaita sana hii alafu ipokelewi? Yuko wapi huyu mtu? Kwa ina maana kwamba yani kila kipigo hicho nipiga jana ndo kilikuwa bye bye kweli? Anachonifanyia sio kabisa na sijapenda. Kwa nini anakuwa hivi? Kwa nini apokee simu zangu? Kwa nini mimi nimemuuzi nini mpaka apokee simu zangu jamani? Mbona ananichanganya huyu jamani Frankie? Kumbuka kwamba Mary ananijua kwa jina la Frankie, lakini mimi naitwa Joseph, ndo jina langu halisi kabisa. Sasa tunaacha hapo, tunarudi kule kwa rafiki yangu ambaye nakaa naye geto moja. Rafiki yangu yule ambaye ni mkushi, yeye aliamua kuingia kwenye biashara zake. Kumbuka siku ile tuliweza kuzozana sana baada ya boom kuweza kuwa linakata, alafu kodi ya nyumba pale ilikuwa imeweza kufika. Sasa jamaa akaniambia kwamba kwa ile pesa boom tungeenda kuchukua mzigo Kariakoo, alafu tuingie zetu rodi tuuze viatu. Mimi nilimkatalia na kumwambia kwamba mimi siwezi kabisa kuweza kuingia rodi na kuuza viatu wakati naweza nikatumia akili yangu na nikapata pesa nyingi tu. Jamaa akaniambia kwamba utatumia akili yako kivipi kuweza kupata hizo pesa? Na ikiwa kwamba tumesoma na tunamalizia chuo, alafu ajira zenyewe hamna, tuanze kujishughulisha na mambo ya taratibu, mambo ya chini chini, ili kwamba hata tukimaliza chuo tunaendelea tu na maisha yetu. Kiukweli mimi nikamwambia hapana. Natoka hapo mimi ndo nikaamua kujihusisha na mambo ya Facebook, lakini rafiki yangu yule mkushi, yeye aliamua kujihusisha na mambo ya kuuza viatu. Asa mkushi siku ya jana amelala peke yake. Asubuhi ya leo amekwenda kazini na amerudi saa 9 mahomu aje nikuta kabisa. Mkushi alipata na wasiwasi na ikabidi mkushi anipigie simu pia. Wakati nikiwa naendelea kuzagamuana na bwana Isa, nikiwa naendelea kumnyandua kule kwa Mpalange, kwa sababu huyu Isa huyu sio kwamba ni mimi. Huyu Isa ananyanduliwa kwa sababu yeye ameamua kunyanduliwa na ana kishundu kweli kweli. Kwa hiyo ni kama Ashura tu. Nikaona simu inaita tena, nikasogelea na kwenda kushika. Safari hii alikuwa ni mshikaji wangu, jamaa yangu, rafiki yangu, naye kaa naye geto moja, anayefahamika kwa jina la Mkushi. Huyu sikutaka tujadiliane tena na Isa. Nilipokea na kuzungumza naye. Mkushi, niambie rafiki yangu, kwema hapo? Kwema tu Josefu. Uko wapi mwanangu? Mbona jana hujalala hapa maskani? Na leo nimerudi hapa saa 9 sijakuona. Umeelekea wapi mshikaji wangu? Mkushi, nilishakwambia mimi nipo kwenye harakati babu. Mimi siwezi kufanya harakati zako. Mimi ni msio madili, mimi ni msio harakati boy. Kwa mimi nipo kwenye harakati na nakuahidi tu, nikirudi hapo mwanangu ile geto nakuja nalipia. Nikishalipia ile geto mzee, yani hapo naweza nikalipia hata mwaka mzima. Babu, mwaka mzima kivipi yani? Yani 70 mara mwaka mzima mwanangu, sikaribia 700,000 hizo, sio milioni 1 mwanangu. Unalipiaje mwaka mzima? Babu, wewe subiri, mimi nakuja hapo kulipia mwaka mzima. Yani mimi nakuelekeza, leo nipo kwenye mishemishe,
kesho nipo kwenye mishemishe, unanielewa? Ni kama siku 2 hivi. Hizi siku 2 na uhakika kabisa nikirudi hapo na kuja kulipa kodi. Yaani nalipa kodi kabisa, namaliza. Nalipa hapo namaliza babu, na tutaishi vizuri tu. Da, mwanangu, acha utoto mshikaji wangu. Yaani hakuna kazi ya maana unayofanya mzee Joseph. Alafu unaniambia eti kwamba utakuja kulipa hii kodi. Kodi utalipa vipi? Utalipa na nini? Alafu ulipe mwaka mzima. Yaani kodi 70,000 kwa mwezi babu. Mwaka mzima miezi 10 700,000. Ni kama 800,000 na kitu hivi mzee. Ulipe mwaka mzima. Hebu acha masiala mwanangu. Babu, wewe ndio nishakwambia. Wewe nisubiri hapo. Yaani mimi nikigeuka tu kila kitu kinakuwa shentele, kila kitu kinakuwa kokele, kila kitu kinakuwa okeokela. Ushaelewa mwanangu? Niache sasa hivi babu, mimi nipo kwenye mishemisha hapa. Tunapigana simu hivi mzee. Tunapoteza dila babu, tunapoteza dila. Basi poa Josefu, poa mwanangu. Kwa hiyo umesema hata leo utarudi? Leo sitorudi babu. Yaani mimi hapo nitarudi kata kesho jioni au usiku, na nitarudi na mpunga wa maana hapo kwa ajili ya kuja kurekebisha masuala ya kodi na kila kitu. Basi poa babu, hakuna noma. Poa. Nilikata simu. Baada ya kuweza kukata simu, Isa akaniuliza, "Ni nani wewe jamani unaongea naye muda wote hivyo?" Bwana, na usipende kufuatilia bwana. Kishundu chako kwa unakikalisha tu, hebu kiinue iko nikitembezee bakora hapa. Alafu ushaelewa na ushasikia. Kodi ushaelewa hii. Jamani, kodi gani tena hii? Kodi gani vipi babu? Simona rafiki yangu ananiambia pale za kodi mzee, pale mimi napokaa tunalipia 70,000 babu. Tunakaa mimi na mshikaji wangu, kwa hapa inabidi unipe hela mwaka mzima mimi. La sivyo mimi naondoka. Jamani, basi sawa, hela mwaka mzima shilingi ngapi? 800,000 tu. Ndio. Mimi nitakupa 1,200,000. Sitakutosha, unalipa kodi na zinabaki. Hebu leta hayo mambo. Basi kawa ni misagamuo juu ya misagamuo tu. Wakati Meli alikuwa tayari kabisa ameshaweza kumaliza kula kile chakula alichokuwa nakula. Kwa hiyo alianza kupanda naye taratibu, akija moja kwa moja kwenye chumba cha Isa kuja kumgongea ili kwamba Isa akale chakula. Wakati huo Isa huku jamani ndo anatoa milalamo, unaweza kusema ni Neema, kumbe ni Isa huyo. Anatoa milalamo kwelikweli, unaweza kusema kwamba Isa ndo amegeuka kuwa Meli. Yaani milalamo anaitoa Isa, namna maneno anayotamka, namna ambavyo anapokea mzigo unapoweza kupita kule Ikulu, namna ambavyo anaulalamikia aisee, unaweza kusema huyu ni Neema, Ashura au ni nani? Kumbe ni Isa jamani. Sasa Meli aliweza kuja moja kwa moja mpaka kwenye geto la Isa. Alipoweza kasikiliza akaona kuna mikito mikali na kito huko, alafu kuna saundi nyingi kule kule anazitoa Isa. Akapagawa na kuanza kugonga mlango. Nani anagonga? Huyu atakuwa ni Meli. Bana, kama ni Meli nitamchamba kweli leo. Lakini naogopa pia. Unaogopa nini? Bana mpenzi msikilizaji, na imani unataka kujua kwamba je, nini kitakachotokea baina ya Meli na mimi, lakini baina ya Meli pamoja na huyu Isa. Je, Isa ni mme wa Meli na Meli mme wake ni Isa, au Isa ni nani? Basi mimi nafikiri kwamba kama unapenda video za misagamuo, kupelekana moto, minyanduo, njoo pale WhatsApp. Bana, tuna grupu letu kubwa sana pale WhatsApp ujue. Grupu hilo linahusika na kuweza kuweka video ndani ya grupu za kibongo na za kizungu, watu wakipelekana moto live bila chenga pale WhatsApp. Gharama yake ya kuweza kuungwa na hilo grupu pale WhatsApp ni 15,000 kwa mwezi. Yaani ukiungwa kwa 15,000 ni mwezi mzima unapata video ndani ya grupu kila siku. Mwezi mzima ndipo utalipia 15,000 nyingine siku ambayo na tarehe ambayo itakuwa ndio tarehe yako kulipia. Kwa kikubwa utakapoungwa kwenye grupu, cha kwanza zingatia ile tarehe unayoingilia isevu, na tarehe hiyo hiyo ndio tabidi iwe tarehe ya kuweza kulipia siku ya tarehe hiyo itakapoweza kufika. Gharama yake ni 15,000. Unayo hapo na unapenda kuja kutazama video za live bila chenga kama hivi ambavyo tunasimulia kwenye hii simulizi, basi njoo kwa namba hii pale WhatsApp na 15,000 mkononi. 0782719794. Njoo pale WhatsApp. Sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za msagamuo. Mapema utapewa namba, utalipia, utaungwa na utaendelea kupata video ndani ya grupu muda huo na sio baadaye. Karibu sana pale WhatsApp. Bwana, mzigo unaitwa Jimama la Mtaa. Sitoweza kulisahau Jimama la Mtaa wa pili. Leo tulikuwa katika sehemu ya pili na hapo ndipo tulipoweza kuishia. Je, sehemu ya tatu nini kinachoendelea? Basi tukutane katika sehemu ya tatu kuweza kujua nini kitakachoendelea, ili kwamba uendelee kupata burudani katika simulizi hii nzuri, kali na tena kusisimua kwelikweli.